Kuna watu tofauti katika dunia hii. Kuna watu ambao wamebeba nguvu za kiume, masculine energy, na kuna wale ambao wamebeba nguvu za kike, feminine energy, na kuna wale ambao wamebeba balanced energy. Ana nguvu za kike na nguvu za kiume. Mtu huyu ambaye amebeba nguvu za kike na nguvu za kiume anaweza kupata mali ama go behind the scene, akatengeneza mali na akakuwa on the scene. Lakini mtu huyu ambaye amebeba nguvu za kike, unapata huyu ni mtu ambaye ana mali tu, lakini sasa kuingia on the scene, kuonyeshana mali yake inakuwa ni ngumu, maana ni mtu mwenye mbeba mother nature, ana huruma nyingi, ako very vulnerable. Mtu anamtumia ovyo ovyo kama vile Pisces, Cancerians. Ndio maana mimi huwa naambia wale watu ambao umembody a lot of feminine energy, ni afadhali upate mwanaume ambaye uko masculine energy, masculinity, ambaye anakuelewa na anakufahamu, anaweza kujali na kukutunza. Maana wanawake ambao mbeba feminine energy, most of the time mkiwa mnatoka kule nje, kwa sababu wewe umbeba mother nature, nguvu ya kutoa, huruma nyingi, unapata kazi yako unafanya kusaidia tu watu, haupati manufaa ya kazi yako. So unatumika ovyo ovyo kwa sababu mbeba nguvu ya kuponya. Most of these women, kama si kazi za spirituality, iwe basi ni kazi za kusaidia wagonjwa, vitu kama hizo, ama kazi za shambani, vitu kama hizo. Yani kazi ambayo ni ya ndani kwa ndani, ama kazi ya kutoa, kusaidia, vitu kama hizo, ndio unapata huwa wako sawa sana. Lakini watu ambao wamebeba nguvu ya feminine energy, ni nguvu ya kuleta mali, ni kama shamba. Shamba hii mkulima lazima aje aweke mimea, mbegu, haya huyu atengeneze, afanye nini hivyo vote, alafu apeane. Akishapeana basi mkulima aende afanye nini? Auze, alete faida. So watu ambao wamembody a lot of feminine energy, wanawake most of the time, unapata kukaa katika intus inakuwa ni ngumu. Kuingia behind the scene na to be on the scene wanatatizika sana. Sometimes you need help. Na si wanawake wote ambao wanaembody feminine energy. Kuna kundi ambayo inaembody feminine energy, purely feminine energy, na kuna kundi ambayo ya wanawake inaembody masculine energy. Wanawake hawa hawana uwezo wa kuingia behind the scene. Ndio maana lazima wakitafuta mwenza wapate mwanaume ambaye wako na feminine energy. Kuna wale wanaume ambao ukiwaangalia unapata hawana ndevu, yani wako very feminine. Hao ndio wanaendana na wanawake ambao wako in masculinity. Maana wanawake ambao wako in masculinity, unapata kikana mwanaume kwa nyumba, mwanaume akinguruma yeye pia ananguruma, akisema yeye pia anasema, kwa sababu ni mwanamke ambaye anajua kujitafutia. Lakini sasa ile kupata mali inakuwa ni ngumu, kuingia behind the scene kwake inakuwa ni ngumu. So ukitaka kuingia kwa ndoa, wale wanawake ambao wamembody a lot of masculine energy, ni utafute mwanaume ambaye ako na feminine energy. Hawa ndio wanawake ambao wanapiga wanaume. Ukileta mchezo nakwambia funga hiyo mlango, unatandikwa mpaka kieleweke. Haya, kuna wale wanaume ambao wamembody a lot of feminine energy. Wale wanaume wana uwezo tu wa kuleta mali, lakini kugo on the scene inakuwa ni ngumu. Hawa ndio wanaume utawapata kanisani, kwenye mambo ya spirituality, mambo ya rohoni, kazi za hospitalini, vitu kama hizo, nursing, vitu kama hizo utawapata pale. Maana wamembody a lot of mother nature. Wale wanafaa kuendana na wanawake ambao wako na masculine energy. Na kuna wale wanaume ambao wako na purely masculine energy. Wale wanaume ambao wako na purely masculine energy ndio wanafaa kutafuta wanawake. Wale wanaume ambao wako na purely masculine energy ndio wanafaa kutafuta wanawake ambao wako na purely feminine energy. So ikiwa wewe ni unatafuta mwenzako, jaribu kuangalia uko kwenye kikundi gani. Kama umembody a lot of masculine energy, tafuta feminine woman. Na kama umembody a balanced energy na unataka kuingia kwenye mahusiano, tafuta mwenzako ambaye ako na balanced. Maana ukipata mwenzako mwenye ako na feminine pure na wewe uko na balance, atakutatiza. Usije kuingia tu mahali kwa sababu watu wanaingia. Na wale wanawake ambao mnaembody a lot of feminine energy, inafika hatua unabidi utafute mwenza, kwa sababu huwezi kubalance hizi vitu vyote viwili, maana mnachoka sana. I hope umenielewa vyema.